Mimi Moses na kutoa wewe Jane kuwa mke wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hata milele, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umasikini, wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, nikupende na kukutunza mpaka kifo kitakachotutenganisha kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hivyo nakupa yamini yangu. Amen. Mimi Jane na kutoa wewe Moses kuwa mume wangu wa ndoa, niwe nawe tangu leo hii hata milele, katika mema na katika mabaya, katika utajiri na katika umaskini, wakati wa ugonjwa na wakati wa afya, nikupende na kukutunza mpaka kifo kitakapotutenganisha kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hivyo nakupa kiapo changu. Mimi Moses nakupa pete hii kama ishara ya ukumbusho kwamba nimekupokea uwe mke wangu wa ndoa halali, kwa jina la Baba na la Mwana iweke na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi Jane nakupa pete hii kama ishara ya ukumbusho kwamba nimekupokea uwe mume wangu wa ndoa halali, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kilifi Music, Tiger, TMC Production. Tezele kuwe haya vinazama tiwe hapo wapi Jane na Moses. Cheza Adey arebende mama we Moses wamona Jane na kimuhenza kwamba Jane ni muzo kisha na heshima wala kazi rahisi anabidhi ya kuzitafutira kujenga maisha rero mkialala manangala vinafaa mahenzana kama chitira bule simama ndongao ya henzo lajeri Jane nisikiza sio sini manza vizo jambo za usisikize heshima mulumeo henzo renuri bakirisha kwenda sirichakaze bule pachuki kikongana murakeza pama henzo kakalago amwenga kakakosa kudundana enzane asena muenzane usisikize ambea ukaringiza mitandao siku zizi TikTok na WhatsApp gachumbani gakale siri kikosana msinikane bule mitandao kaisuluhisha dede ukakale siri kutele uchochezi kiazi ya shazima usisikize hasira kazi jenga baby ukiteka moyo na hurira moyo kusahau mimi ela chajabu na bwira tanambaye na imanya ofe siguricha mimi baby wenzawe baby ukiteka moyo na hurira
wamona Jeni na Kimuhenza kwamba Jeni ni muzo, kisha na heshima wala kizi. Leo ni siku ya kukumbukwa kabisa, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2025, ambapo ni siku ya historia kwa msichana ambaye leo hii anaenda kuwa mke. Msichana tunayemzungumzia hapa, tunamzungumzia msichana anafahamika kama Jane Karisa katika mtaa wa Takaungu Ukwajuni katika boma la kwa Denge wa Madago, ambapo siku ya leo katika boma hili wanasherehekea wakisema kwa msichana wao amefika ile umri, anafika katika ile wakati ambapo anaenda kupewa bwana katika kanisa la Ukwajuni Pefa siku ya leo katika mida ya hapo saa 4. Ukiangalia hapa, ukiangalia katika nyuma yangu, watu wanaendelea kujitayarisha ili waweze kuelekea kanisani. Bibi harusi pia yumo ndani, anazidi kupambwa ili bwanake anapomuona basi atakuwa anapendeza zaidi. Hivyo basi kumbuka, siku ya leo nimekuambia ni siku kubwa kabisa kwa wawili hawa ambao tunazungumzia, Moses Siria Mwabeja ambaye anatoka katika Mbari ya Gambo katika mtaa wa Makonde kule maeneo ya Takaungu. Bado tunakwambia siku ya leo itakuwa ni siku kubwa. Hivyo basi tutakuwa tunakuletea matukio yote kuanzia hapa kwa bibi harusi, tukienda kwa bwana harusi, tukienda katika ile tunasema ni reception ambayo itakuwa inafanyika katika upande wa bwana harusi. Washatayarisha tayari, tutakuwa tunaenda kule, twende kuletea matukio yote kutoka kanisani, kuleta pia mahojiano tofauti, wazazi nao wanasemaje, mashangazi wanatoa baraka gani katika msichana wao, na pia katika upande wa bwana pia tutakuwa tunakuletea hapa. Kumbuka hii ni T-Shess TV na tunakujuza kila wakati yote yanayojiri. Tunahakikisha kuwa wewe mtazamaji wetu unapata kuona kila hatua tunayoenda na harusi hii. Kumbuka mimi si mwingine bali ni Nabii Nabot ambaye tunakuletea matukio haya leo, ikiwa ni siku kubwa, Jumamosi nzuri sana, na niko na mwenzangu ambaye ni T-Shess na hii ni T-Shess TV. Mtazamaji, kama tulivyokuahidi, basi siku ya leo tutakuwa tunafanya mahojiano na watu tofauti kutoka kwa wazazi wa bibi harusi na wazazi wa bwana harusi, na hapa niko na mzazi ambaye atakwenda kujitambulisha anatoka upande gani, ama bibi harusi ama ni kwa bwana harusi aweze kujitambulisha na siku ya leo anajihisi vipi. Naam, asante sana mwendesha ratiba. Ninaitwa Reverend Rebson Gambo, ni babake mdogo bwana harusi, na siku ya leo nasikia kufurahia kumpokea mkaza mwanangu Jane katika mji wetu wa Mbari ya Gambo pale Makonde. Na labda tujue ratiba leo iko namna gani? Well, ratiba leo ni kwamba leo sasa tumeweka bwana harusi kanisani na tumekuja kuchukua bibi harusi hapa kwao tumpeleke kanisani, then baada ya harusi kufungishwa ndoa tutakuwa tunaenda kwa photo session pale Kilifi, then kutoka pale turudi nyumbani kwa hafla ya harusi hii ya wapendo hawa. Naam. Na labda tutakuwa tunaona wewe ndio utakuwa mchungaji wa siku ya leo ama itakuwa ni mtu mwingine? Mimi nimesimama mchungaji, lakini si wa leo. Mimi nimekuja tu kwa zamu ya kuhakikisha kwamba usafiri na logistics ambazo zinahitajika zimefanikiwa vyema. Naam. Since umesema wewe ni baba mdogo wa Moses. Yeah. Hebu toa maneno ya usia mawili matatu anapoingia katika ama anafungua ukurasa mpya wa ndoa. Okay. Jambo hili la ndoa ni jambo zuri na la kiungu, na ningetamani tulichukuliwe kwa uzito kwa sababu tunatimiza mambo ya kiungu, na ningetoa ushauri wangu kwa vijana ambao wanatamani au wanaoingia katika tendo hili la kuoana, kuwe na uaminifu, kuwe na transparency, yani uwazi katika mapato na kadhalika, kwa sababu tumeona jamii nyingi wanatatizika kwa sababu ya kukosa kuwa na transparency au uwazi katika vitu vyao wako navyo. Naam, asante sana. Na tutakuwa tunaangalia yote hayo kuhakikisha kuwa siku ya leo inaenda vizuri. Umesema wewe ndo katika upande wa logistics, ndio unafuatilia kwa karibu. Sawa, asante sana. Na mtazamaji, huyo ni anafahamika kama babake mdogo wa Moses, ambaye ndio anasimamia masuala yote ya usafiri. Pia hapa nikiangalia katika upande wangu mwingine hapa, nitakuwa nawaita karibu. Naomba msongee hapa karibu. Kuna wadada na wakaka waliopendeza kwa kweli. Unaitwa nani na leo unajihisi vipi na unahusiana vipi na maharusi hawa? Kwa majina mimi naitwa Joseph Rama,
Na kuhusu upande wa kuhusiana na bibi harusi, ni mama wetu pale kanisani, ni kijana mwenzetu. So tumefurahi sana kwa siku ya leo kwa sababu ni kitu ambacho vijana wengi wanatamani, lakini kufikia hii hatua ya kufanya hili jambo inakuwa kidogo kuna ugumu fulani. So tukiona jambo kama hili amelifanikisha na mwenzetu, wote tunasikia sisi kama vijana pale kanisani. So tunashukuru sana na tunafurahia. Kama tulivyokuahidi kuwa tutakuwa tunafanya mahojiano pia na wazazi tuweze kujua wanahisi vipi siku ya leo wanapoona msichana wao Jane Karisa anapoondoka. Nadhani huyu nakaa hapa katika upande wangu wa kushoto ni Mr. Karisa mwenyewe. Naam, hebu tuelezee leo, siku ya leo unahisi vipi kuona msichana wako akiondoka nyumbani kwako katika harusi kama hii? Tangu nikushukuru Mungu kwanza, alafu niseme ya kwamba ninayo furaha asubuhi ya leo. Naam. Ni kwa ajili ya harusi ya mtoto wangu. Kwa moyo wangu. Mtoto wangu wa kwanza kama ilivyo nampenda. Ni kwa ajili ya kuwa ni wakati umefika. Ni wakati wa kuendelea. Na Mungu siku yangu ya furaha leo, na naamini Mungu ataendelea kuwa pamoja nami. Na labda naongea na mama hapa, uweze kutambulisha kwa majina na uweze kuniambia siku leo unahisi vipi? Mimi kwa majina ninajistahili kwamba siku ya leo ni raha sana, sababu msichana wangu Jane amenipa heshima kubwa kwa ajili ya kumshukuru, kwa sababu kuna wengine ambao wametamani kupata kama siku kama hii, lakini hakuna hawakuweza. Lakini mimi namshukuru Mungu, nasema ni asante kwa Mungu kwa ajili yake Jane. Na labda unajua wanasema wamama ndio sana wanajua changamoto ikifika kama mambo ya kupanga harusi. Wanajua labda tumepitia changamoto nyingi. Wakati tuliposikia hii habari ya harusi tulipata changamoto nyingi, maana kuna mambo tofauti tunapitia, lakini tunamshukuru Mungu, maana Mungu amekuwa kimbilio, amekuwa tegemeo katika maisha yetu, kwa sababu kila kitu kimweka Mungu mbele tunafanikiwa. Naam. Labda maneno ya mwisho ya usia. Mimi zangu ni kumshukuru tu Mungu, mtoto wangu Jane aende salama kwake, awe na maisha mema na mume wake waishi vizuri. Asante. Tangu tu ni kuongezea kuwaombea maharusi hao wawe na maisha mazuri, Mungu aendelee kuwalinda na kuwahifadhi, Mungu awafungulie njia ikawe ni mwanzo, lakini baraka zikaendelee kuandamana pamoja nao milele. Asanteni. Bwana wabariki sana. Maneno ya usia, maneno mazuri kutoka kwa wazazi wa Jane, wameweza kuongea maneno mazuri sana ya kujenga. Nitakuwa namtafuta baadhi ya watu wengine pia tuweze kuzungumza nao, tuweze kujua pia hisia zao ni zipi siku ya leo, na pia naona bibi harusi pia yuko tayari. Kwa hivyo nadhani tutakuwa tunazungumza na bibi harusi tuweze kujua yeye anahisi vipi. Najua yeye ndo ameweza kukusanya siku ya leo hapa hivi. Jina naitwa Jane Karisa Kadenge, mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Dominic Karisa Kadenge. Leo ni siku ya kihistoria kwangu, siku ya harusi yangu, tarehe 19 mwezi huu wa 4, ikiwa bado ni period ya Easter. So nikisherehekea harusi hii ninayo furaha kwa sababu najua anaenda kuanza kipindi kipya katika maisha yangu, kipindi ambacho kitafungua ukurasa mpya wa maisha ya ndoa. Kwa hivyo mimi namshukuru Mungu. Katika mipangilio ya harusi haikuwa rahisi, lakini katika yote Mungu amepata kuwa nami, amepata kunisaidia. Changamoto ni lazima kila mtu apitie, lakini katika hayo yote Mungu amepata kutuongoza, amepata kutia nguvu. Wakati ambapo tulipata kuona tunashindwa, Mungu alipata kutia nguvu. Zaidi ya yote ningependa kuwashukuru wazazi wangu ambao wamekuwa wazazi wa kunipenda,
wamesimama pamoja nami tangu nilipoanza hii harakati ya harusi hadi saa hii. Ni imani yangu ya kwamba wataendelea kunitunza hata nikiwa kule mbali. Watawakuza hata hao wengine katika ile misingi ambao walinikuza mimi, pia watawakuza wao. Kiangalia theme ya harusi, watoto walichaguliwa rangi ya peach, rangi nzuri kabisa ambayo kupitia hiyo inaonyesha kuna matumaini, brightness. So hiyo ndio kitu nilipenda, inabidi watoto wachukue hiyo. Kwa wale cake girls walichagua rangi ya burnt orange, ambapo hiyo pia ni rangi ambayo inavutia, ukiangalia muonekano wake ni wa kuvutia. Kwa hivyo ilinivutia, ndio maana nikaichagua. Na hata wale wengine ambao ni maids na pets wangu ambao wamenisimamia wamepata kuchukua rangi ya light purple, na wale vijana pia wakachukua white. Kwa hivyo kati ya vyote ni muunganisho wa rangi ambazo zinaleta amani, zinaleta upendo, zinaleta muonekano mzuri. Kwa hivyo kupitia hizo rangi pia ni matumaini yangu ya kwamba kutakuwa na mambo mazuri hapo baadaye. So niko na furaha, na zaidi ya yote ningependa hata kushukuru kanisa, wamenikuza. Nashindwa hata kujieleza zaidi ya hapo, but all in all, my wedding day and I'm happy for that. Moses, kama nakumbuka vizuri, tulikutana Ukunda wakati nilikuwa kazini, wakati nilikuwa nimeanza kazi mara ya kwanza. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kuniuliza, na baada ya hapo tukaongea, tukakubaliana. Nilimchagua Moses kwa kuwa ni kijana mnyenyekevu, mtu alinipenda. Baada ya kunipenda tukaongea, tukaelewana. Hayo yote akakuza jambo hili la ndoa. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba nakupenda na kuheshimu kupitia yale ama wasia tuliopewa jana. Naamini ya kwamba nitakustahi na nitakupenda. Nakupenda sana. Sababu ya kuwa nilimchagua msimamizi wangu ni kwamba ni mmoja wale wanafamilia, na ingekuwa rahisi ama ingekuwa kwa rahisi kujieleza kwake. Ndio maana nikamchagua, na ni mtu naweza kumwambia siri zangu za ndani, ndio maana nikamchagua. Kwa hivyo nilimwamini, na naamini hata mambo yakienda labda kombo kiasi ataweza kusuluhisha hayo matatizo. Kwa majina naitwa Lydia Mangale. Mimi ni mama wa watoto wawili. Siku ya leo niko na furaha kwa kushuhudia ndoa ya dada yetu Jane na kaka yetu Moses. Moses ni kazini yetu kule nimeolewa. Mamake na mamangu pia ni wake wenza. So nasikia kuwabariki hawa watu. Penye mimi niliingia ule mji, sikuwa hivi, nilikubali lile boma na ndo niko hivi. Kwa hivyo ningependa Jane akifika kwa lile boma, amechagua boma lilo zuri na akafate maisha yake, na sikuwa bora zaidi vile, kwa sababu Jane alinichagua kumsimamia harusi yake, lakini maybe kuna kitu alikiona ndani yangu na nimekisikia leo hapa akikiongea. So what I can say, I just wish her all the best. Mungu ambariki kama vile mimi alinibariki, awe na kizazi. Mungu akamfungulie milango, kila atakapobisha afunguliwe, na baraka za Mungu ziambatane naye. Na nazidi kusikia furaha kwa sababu tumeongezeka pale nyumbani. Kwa hivyo ni mke mwenzangu, na ule instead of being mke mwenzangu, nafikiri kuna friendship imekuwa added.
Kwa hivyo above all, mimi tu nasikia furaha, natamani niwaone wameunganishwa kanisani. That is my wish. I wish her a successful wedding and more blessings ahead. Mtazamaji, unavyoona hapa basi niko na rafiki, tutamwita rafiki ama ni nani kwa upande wa bibi harusi? Mimi ni cousin ya bibi harusi. Naam, na wanakuita nani? Wananiita Selina Juma Karisa. Yeah. Na leo, siku ya leo unajihisi vipi? Mimi nasikia raha sana. Sikia leo juu ni siku ambayo tumeitamani kwa muda mrefu na sasa imewadia. So tunasikia raha sana. Mimi binafsi nasikia tu poa. Na labda wewe kwa kuelewa kwako, kama since umesema mko related na bibi harusi Madam Jane pale, unaweza kueleza Jane amekuwa ni mtoto aina gani katika familia hii? Jane ni mtoto mzuri toka akiwa mdogo, mimi ni mkubwa kwake sana. So Jane ni mtoto ambaye amekuwa na nidhamu, amekuwa msichana mzuri, amekuwa msichana mwenye heshima, amewaheshimu wakubwa kwa wadogo, amekuwa vizuri sana. Na ni msichana ambaye tungependa hata yani angebaki tu hapa nyumbani, kwa sababu yani tunapokonywa kitu ambacho ni kitu kizuri yani. Na labda wewe kwa unaweza mwambia nini Jane anapojiingiza katika ukurasa kufungua kitabu kipya cha ndoa? Mimi ningemwambia aende vizuri, akaishi maisha mazuri, akuwe ile heshima ambayo amekuwa nayo hapa nyumbani, basi pia kula aende akuwe mtu wa heshima, aheshimu bwanake, aheshimu familia, wazazi na kila mmoja kwa jumla. Na zaidi ya yote namtakia kila laheri kwenye ndoa yake. Na labda uliambiwa shemeji ni faina gani? Sababu wewe ni karibu, alikwambia? Shemeji aliniambia ni mtu mzuri, tena yani mtu ambaye ni mcheshi, mtu wa mitani, alafu pia ni mtu ambaye ni hard working, God fearing. Akukwambia ni mtu mwenye pesa nyingi sana. Pesa pia anazo. Sawa. Asante. Karibu. Haya, mtazamaji, kama unavyosikia ni maneno kutoka kwa Selina ambaye amezungumza maneno ya kweli, maneno mazuri sana. Kufikia hapo tutakuwa tunafanya mahojiano mengine na baadhi ya watu wengine katika upande wa bwana harusi, tusikujua nao pia wanaipi kusema. Kwa majina yangu naitwa Moses Mwabeja. Ni mkazi wa Kadinuni Makonde. Leo ni siku yangu ya harusi ambayo inafanyika tarehe 19. Nashukuru Mwenyezi Mungu sababu amenilinda hata kufikia hatua hii ambayo nimefikia. Nimeona Mungu amekuwa pamoja nami. Mungu amenisaidia. Nimeona familia imekuwa pamoja nami, wamenisaidia kwa njia moja na nyingine. Hata leo imefika hiyo siku. Nilimpata Jane. Tumekaa kwa uchumba kwa miaka 4 na Mungu ametusaidia hata leo ni siku yetu ambayo tunazidi kumshukuru Mungu. Hata wakati huu tunazidi kuona Mungu akiwa pamoja nami. Nilipata best man ambaye ndo ananisimamia. Nilimuona ananifaa kwa sababu ni mtu ambaye niko karibu na yeye, naweza muongelesha kila ambacho kimenishinda na akanisaidia kwa ushauri. Kwa kweli namuona Mungu amekuwa pamoja nami. Asante. Kwa jina naitwa Alfred Bujo Muye. Mimi ni mkazi wa Kadinuni ambayo inapatikana katika kaunti ya Kilifi. Kwa kweli mimi niliingia katika hili gurudumu la wanandoa mwaka 2016 mwezi wa 8. Sahi ni baba watoto wawili na nimebarikiwa na mke ambaye mimi nilimpenda, na vile ambavyo tulikuwa tunaendelea, kijana Moses ambaye ni rafiki yangu aliona yale maendeleo ambayo niko nayo, akanifuata, akaniomba ushauri na akaniomba nimsimamie harusi yake kama best man, na mimi nikaingia mzima ili kumsaidia huyu kijana aingie katika hii grupu yetu ya wazee. Kwa hivyo mimi nimeona Mungu ametusaidia, manake hili jambo si jambo rahisi. Kufunga ndoa huwa inahitaji ukakamavu. Kwa hivyo tulimuomba Mungu na ametusaidia, ndio maana leo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 ni siku kuu ya ndugu yetu Moses Mwabeja
ambaye anaenda kumuoa Jane. Kwa hivyo mimi hawa ndugu nawatakia kila laheri na ninawaombea Mungu awabariki hata wafike mbele au wazidi kile kiwango ambacho Mungu ananipigania, yeye naye awapiganie zaidi ya hapo, na Mungu tu awasaidie. Kwa hivyo kama jamii nasema asanteni, kwa sababu jamii tumeona imeingilia kati, imetusaidia, kwa sababu kufanikisha hili jambo sio kazi rahisi. Inachukua ushirikiano kati ya pande zote mbili. Kwa hivyo upande wa kina bibi ambao ni kwa kina Jane Karisa, tumeona mkono wao, tumeshirikiana na wao, ndio maana hii shughuli leo inaelekea kufika tamati, kwa sababu nikisema imefika tamati bado. Kwa hivyo tunaelekea tamati na naona tutafika vizuri. Kilifi Music, Tiger, TMC Production, chezenzele kuwe, haya vinatama tiwe, hapo wapi Jane na Moses, cheza, 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 adei, arebele mama we, Moses, wamona Jane na kimuhenza, kwamba Jane ni muzo, kisha na heshima wala kazi rahisi, anabidii ya kuzitafutira kujenga maisha, rero mkialala manangala vinafaa mahenzana kama chitira bule, simama ndongao ya henzo lajeri. Jane nisikiza, sio sini manza vito, jambo za usisikize, heshima mulumeo, henzo renuri bakirisha kwenda, silichakaza bule pachuki, kikongana murakasa pamahenzo, kakalako amwenga kagakosa kudundana, enzane asena muenzane, usisikize ambea ukaringisa mitandao siku zizi, TikTok na WhatsApp, gachumbani gakale siri, kikosana msinikane bule, mitandao kaisuluhisha dede, ukakale siri, utele uchochezi, kakiazi ya jazima, msisikize hasira kazi jenga, baby ukiteka, moyo na hurira, moyo kusahau mimi, ela chajabu na bwira, tanambaye na imanya ofe, siguricha mimi sembeche, wenzawe, baby ukiteka, moyo na hurira, moyo kusahau mimi, ela chajabu na bwira, tanambaye na imanya ofe, siguricha mimi wenzawe, baby ukiteka, moyo na hurira, moyo kusahau mimi, ela chajabu na bwira, tanambaye na imanya ofedi, mbari ya gambo oye, zizangazi jiko, cheza, wapi familia, ukadenge mdogo, wama mweni hoye, cheza, 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 haya, wamependeza wala, haya, Moses, wamona Jane na kimuhenza, Aya. Basi wakiingia polepole pale safari huo wabana harusi wakitabasamu polepole, ni furaha iliyoje vijana kuvumilia hadi kuifunga ndoa. Kristo anapewa utukufu.
Vuta kiasi ili tuweze kumanage program yetu vizuri. Asante sana. Hawa ni mates. Kuna mwingine huyu mama bado ni huo ndo watangilia wale. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate for all you've done, Lord. Oh, we testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've done. We give you all the praise. We testify. We celebrate. All you've done. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You made something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for Lord, me. I'm in a lost for words. I'm in a lost for words. Life is not the same again. We testify. We celebrate. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify. And we celebrate. Yeah, for all you've done, Lord. Let me give you all the praise. We testify. Oh, for everything, Lord. For all you've done, let me give you all the praise. We testify. We celebrate. We celebrate. We celebrate. Let me give you all the praise. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day of victory. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. Uneniheshimisha, Yesu. This is my day to celebrate. For everything you've done for me, I gotta stand and testify. I gotta dance and testify. Come on, come on, come on. Elele, elele. Yeah. Oh, mudede wangu. Mungu wa majeshi. Mungu wa mapendo. Hakuna mwingine. Umetenda mema juu yangu Baba. Now let's dance. Come on everybody, everybody. Come on all together, all together. Oh, for all you've done for me, I give you praise. For all you've done, let me give you all the praise. I give you praise. I give you praise. Let me give you all the praise. Furaha tu wemako pia wakati hata wa machozi. Wema wako haupimiki kwa majira fulani tu. Wema wako ni kila wakati na kila nyakati. Hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema, tunapolia
Wapi vigelegele? Harusi tunayo hatuna? Pongezi, pongezi sana. Tunapokosa ni wewe, tunapopata ni wewe. Inapendeza, inapendeza sana. Wewe ni wema, wewe ni wema, umwema. Wewe ni wema. Wanafurahia sana. Yes, ni siku yao jamani, hiyo ni siku yao, siku ambayo inabaki kumbukumbu sana katika maishani mwa mtu. Kama kuna mengi unaweza ukasahau, lakini hii siku hawezi kuisahau kabisa kabisa, kwa sababu ya ile furaha ambayo ni ya kipekee. Shangwe na vigelegele. Aya, kijana ameinuliwa juu, ameinuliwa juu, ameinuliwa juu. Haleluya. Siwezi kuhesabu. Inapendeza, inapendeza. Wamekaa pale. Asante sana, asante sana. Wanaweza wakakaa DJ. Asante sana, asante sana. Hey, hey. Sawa sawa. Kujona bezo. Sasa ni kuchangamka. Sasa ni kuchangamka kabisa kabisa. Hakika wewe ni Mungu, stahili kuinuliwa. Uinuliwe juu, Mungu juu, uinuliwe juu. Uinuliwe juu, uinuliwe Mungu juu, uinuliwe juu. Pongezi, pongezi sana vijana wetu hawa. Bwana wabariki. Mungu amuhase sana. Si rahisi jamani, si rahisi. Inahitaji upendo wako wa ajabu. Umeniumba kiajabu, umeniokoa kiajabu. Mimi nisifu jina lako wewe wa ajabu. Nasema tangu mawio hata machweo, jina lako Baba lisifiwe. Tangu mawio hata machweo, jina lako Baba litukuzwe. Usifiwe asubuhi, usifiwe mchana, usifiwe kwa utakatifu, asifiwe Yesu, usifiwe kutuokoa, usifiwe kwa matendo yako. Sifa ni zako Mungu. Sifa zivume, sifa zivume. Wewe ni Mungu, hakika wewe ni Mungu, stahili kuinuliwa. Juu juu, Mungu juu Baba. Haleluya. Cheza 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 cheza, hata kama umekaa unaweza kutikisa kichwa tu pole pole. Utasimama baadaye. Msafara wa bibi harusi atakapokanyaga mlango wa kanisa, tunasimama sote kwa ishara ya kumshukuru Mungu na kumpa sifa yeye aliyetenda ukuu. Wapi vigelegele? Vyahama, vyahama, vyahama.
vinapendeza, vitamu. Wazazi wa Moses na wazazi wa Jane, maulezi bora. Pongezi mchungaji wa kanisa, maulezi bora. Watoto wameshika mafundisho vizuri, na Mungu apewe utukufu. Aha. Sifa zivume. Zivume kwa Yesu, zivume mbinguni. Nikipanda zaidi ya bahari, huyo ni Yesu, ni Yesu. Pongezi sana. Aha. Huyo ni Yesu, ni Yesu jamani. Tena kiingia tu, tena kiingia tu hapo, wote tunasimama, kanisa zima tunasimama ili kumsifu Mungu pamoja. Sifa zivume. Aha. Hakika wewe ni Mungu, usaidie kuinuliwa. Aha. Mungu juu. Haleluya. Aha. Juu sana. Juu sana. Na mikono yetu tunainua juu, tunasalia kwako. Mikono juu. Tunainua juu. Tunainua. Piga vigelegele wewe. Tunainua juu. Mikono juu. Tunakutukuza. Sasa. Asante sana, asante sana. Naona kuna wimbo mwingine ambao utamleta sasa bibi harusi dada yetu Jane ndani. Wimbo mwingine. Asante sana, asante sana. Mungu abariki sana. Listen. Nina sababu ya kukusifu wewe Yahweh. 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 Bwana nina sababu tele. Nina sababu ya kukusifu wewe. Haya, huo ni msafara wa bibi harusi. Ukitangulia mbele na mwenyewe yuko hapo nyuma. Matendo yako ni sababu ya kukusifu wewe Bwana. Matendo yako uaminifu
wako ni sababu ya kukusifu wewe Bwana. Yale umefanya yananishangaza, yale umetenda ni makuu sana, nina sababu. Haya basi, wakiendelea kuingia, wacha tumpigie Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Unaweza ukaimba tu taratibu. Haya, na wale ambao wanahusika na bibi harusi, cheza kwake Bwana. Naweza mkamwandaa kidogo akakaribia, na itakuwa ni vizuri. Au wakimaliza kuingia, basi bila kupoteza wakati, bibi harusi itakuwa ni wakati wako. Twende nyumbani kwa ndugu zetu kwaya wa Injilisti Kijitonyama. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Humu duniani mimi nimepita, sijaona mwanaume kama Yesu. Alizaliwa kwa tabu yeye. Tunawatambua Kijitonyama. Haya, msafara ndio huo. Wana wameng'ara kabisa. Halo, lipo unaweza kutingisha kichwa tu pole pole. Si lazima utoke jasho. Watu wacheze. Are we ready now? Put it on this. 1, 2, 3, go. Washa moto. Dale. Watu wakatike. Haya, bado wewe. Hakuna kama Yesu wewe. Hakuna kama Yesu wewe. Hakuna kama Yesu wewe. Ale wa baraka wa upendo ni 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 Yesu wewe. Hilo ni jeshi likisafisha njia ili bibi harusi. Piga.
Haya, watu wakapiga sasa. Ona sioni ukitingisha hata. Musician, are you ready? Are you ready? We go. See, come on, go busy. Come on, go two. Come on, go go. Ay! Yeah. Sasa umenielewa? Mwambie jirani yako nipe nafasi wewe. Usinibane. Umesema yule bibi harusi anaandaliwa hapo nje ili aweze kuingia kwa wakati ambao unafaa. Wale wanaohusika basi wakati ni wenu. Kama nyimbo ni hiyo mtasema, na kama pengine kuna nyingine basi naleta ripoti mara moja. Yeah. Hao ni vijana wa Yesu. Nimesema kama bado haujapata wako, ama bado wako wengi, naangalia na sisi tunaangalia. Yeah. Haya. Malizia. Bibi harusi andaliwe hapo nje. Haya, mpige Bwana Yesu makofi na vigelegele kama unapenda. Kama unapenda piga shangwe na vigelegele. Haya, sasa tunataka ule msafara wa bibi harusi, wale ambao wanahusika na bibi harusi, tafadhali tufanye haraka haraka kidogo ili tusije tukawachelewesha sana. Haya basi, naona bibi harusi yuko tayari kuingia ndani akitanguliwa. Huyu anatuambia yuko hapo nyuma. Haya basi, kama uko hapa ndani, simama tu kwa kumheshimu Mungu. Wakati bibi harusi akiwa anaendelea kuingia, simama tu kwa miguu yako. Kwa kumheshimu Mungu, kila mmoja asimame kama miguu yako ni mizima. Unaweza ukasimama, alafu ukacheza kidogo. Hata kama nyimbo huijui, wewe tu fanya tu hivi. Hiyo ni nyimbo ya kisasa, lakini wewe tingisha tu kichwa ama hata mguu kidogo, ili tumfurahikie Mungu sote kwa pamoja. Haya, pia shangwe zisipungue, piga jerejere hata kama huzijui. Ukiangalia bwana harusi ana furaha ambayo haielezeki.
Anacheza lakini akichungulia kama anakuja ama amerudi. Jina lake Yesu lisifiwe, sifa zitande, zitande kote. Jina lake Yesu lisifiwe, sifa zitande, sifa zikule. Jina lake Yesu lisifiwe kote. Ukiangalia bibi harusi mwenyewe, hiyo furaha yenye ako nayo haielezeki. Sifa zote zitande, baba yetu, baba sikufikie. Haya, siku ni yako hiyo, inapita na haitarudi tena. Wewe furahikia, maana ni siku yako. Inua mikono juu mwambie, sifa zote zitande, baba yetu, baba. One more time, say. Kila mtu cheza. Haya, jaribu kucheza kidogo kidogo tu, si lazima uimbe hiyo nyimbo kama hujui, lakini tingisha tingisha tu mguu. Haya, kichwa pia utatuonesha kwamba tuko pamoja. Haya, siku ni yako Jeni hiyo. Inapendeza, inapendeza, inapendeza. Bwana harusi anawaza anafika lini? Sifa zote zitande. Watu wacheze jamani, watu wacheze. Haya. 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 Twende. 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 Wapi kelele za shangwe? Vijana wakiwa nayo furaha kwa sababu ya mwenzi wao navuka leo. Haya, Josephat, Josephat, twende, 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 twende. Haya, chini kwa chini.
wazazi wako na furaha hata hawajui waseme nini. Hongera Jeni kwa kutuheshimu. Meheshimu wazazi, meheshimu kanisa. Watu wacheze. Akiwa anapita hapo watu wakatike. Haya, Jeni katika. Bibi harusi katika siku ni yake hii Haya, tupe nafasi kidogo pande hiyo. Haya, cheza mara ya mwisho. Ona sioni ukicheza. Haya, bwana harusi anataka kuonesha kwamba anavijua. Haya. Navuka leo Haya, Josephat. Twende. Haya, chini kwa chini wazazi wako na furaha hata hawajui waseme nini. Hongera Jeni kwa kutuheshimu. Meheshimu wazazi, meheshimu kanisa. Wacheze. Akiwa anapita hapo watu wakatike.
harusi katika siku ni yake hii eh? Yeah. Haya, tupe nafasi kidogo upande huu. Haya, cheza mara ya mwisho. Twende. 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 Ona sioni ukicheza. Haya, bwana harusi nani anataka kuonesha kwamba anavijua? Wewe. Nene. 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 Haya. Haya, wacha nisike jerejere kwa mara ya mwisho mwisho. Twende. 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 Wapi kelele, wapi kelele, wapi kelele. Haya. Twende. 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 Haya. Wapi jere 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 jere. Hai. Pigia shangwe na vigelegele Bwana Yesu, pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele, wapi jerejere, wapi jerejere. Haya. Amen, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Iko ama haiko? Wamefika ama hawakufika? Bwana harusi yuko ama hayuko? Na bibi harusi? Kweli wanapendana. Nimeona labda mwingine anaweza leo aseme alikuwa natamani nioe lakini leo vimenitoka. Bwana asifiwe. Lakini wote kumbe vyote vimo. Haya, Bwana asifiwe. Basi wakati huu wacha nipeane kipaza sauti kwa madhabahu waendelee kutokea hapo na tubarikiwe.